Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We are a family. Na tunaposimama tusome neno la Mungu, acha niseme Mungu iko na mpango na wewe leo. Kila neno ambalo nitatangaza hapa uipokee, kwa sababu Bwana ataitimiza. Hallelujah. Nilifanyikiwa kuwa na muda ya kukuombea, na niliomba sana juu yako kwa muda ambao sikuwa hapa. Niliwamiss, lakini kitu moja ninajua, ingawaje mlinimiss, hamkumisi Roho Mtakatifu alikuwa hapa. Amen. Na ataendelea kuwa hapa. Na nguvu zake tena leo zitafanya miujiza hapa. Kwa jina la Yesu. Isaya, tulianza somo mpya ambao tulianza on Friday. Isaya sura yake 60. Isaya sura yake 60 mstari wake wa pili. Isaya 60 mstari wa pili. Isaya 60 ama 60 mstari wa pili. Pastor Alfred, soma tu mahali huko. Maana tazama giza litaifunika dunia. Tazama giza itaifunika dunia. Na giza kubwa itaifunika makabila ya watu. Na sio giza peke yake, lakini pia giza kubwa itafunika makabila yote ya watu. Lakini Bwana atapambazuka juu yako. Sema lakini Bwana atapambazuka juu yako, na utukufu wake utakuangazia. Amen. Zungumuza nasi kwa dakika chache, Jehova, na ubadilishe maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kabla uketi, angalia watu 5, uwape high five, waambie kesi yako ni tofauti. Waambie kesi yangu ni tofauti. Waambie kesi yangu ni tofauti. Kesi yangu ni tofauti. Waambie kesi yangu ni tofauti. Umwangalie, na wengine wako wanasema ni kama wenye mkono inachoka. Kesi yangu ni tofauti. Kama umeambia watu 5, tunaweza kuketi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulianza somo ambayo inasema kesi yangu ni tofauti. Na hiyo somo tutatembea ndani kama vile Bwana atatuwezesha. Biblia inasema kwa kitabu cha Isaya ya kwamba tazama giza itaikumba dunia na giza kubwa itakumba mataifa ama makabila. Lakini kwako nuru na utukufu wa Mungu utakuangazia. Inamaanisha nini? Inamaanisha mtoto wa Mungu, mahali pote pale utakuwa, ni kwamba hata kama patakuwa na giza, wewe hautaona giza. Haleluya. Inamaanisha nini? Hautafanya giza iondoke, lakini giza haitakufanya wewe usiendelee. Hutafanya shetani afe, lakini shetani hatakuzuiza kutokufanikiwa. Inamaanisha nini? Hautaua warogi wote wa kijiji chako, lakini warogi wote wa kijiji chako hawatafunga destiny yako. Inamaanisha nini? Hautapingana na competitors wako wote, lakini hata wakiendelea kucompete utathrive. Inamaanisha nini? Tuko na zoezi, ukifungua cyber cafe hapa, after 2 days unakutana line yote. Hata mwenye alikuwa ameweka serious ametoa cyber. Unajiuliza, kwani mimi ndio nilikuja kuwatangazia cyber hapa? Hata kama watakuja wafungue biashara sawa na vyako, havitafanya wewe ushuke chini. Havitafanya wewe udidimie. Inamaanisha nini? Giza itaikumba dunia mzima, lakini kwako nuru itaangaza. Inamaanisha nini? Hata kama kwa nchi yetu tutabadili pesa na haujaona hizo pesa, umeshaanza kujiuliza zinakaa namna gani, hautatembea na economy ya nchi,
kwa sababu mbingu ndiyo inakulishaga, mbingu ndiyo inakuvikaga, mbingu ndiyo inakulipiaga nyumba, mbingu ndiyo inakufanyikishaka. Giza itaikumba dunia na giza kubwa itaikumba mataifa, lakini kwako nuru ya Bwana na utukufu wake utaangaza. Ninatangaza kwa mtu hapa leo ya kwamba katika giza kubwa Bwana akuonyeshe njia. Nasema katika giza kubwa Bwana akuonyeshe njia. Katika mahali wengine wamechoka na kurudi, Bwana akuonyeshe mwelekeo. Mahali wengine wamesema tumefika mwisho, Bwana akupe mwelekeo. Watoto wa Mungu, giza ikiwa, maana yake direction haitakuwa. Unaona vile tuko hapa sote ni kwa sababu kuna mwangaza. Wakizima taa na waweke giza, tutakosa njia, wengine watagonga viti. Kwa sababu giza unyima direction. Watu wengi wamekosa mwelekeo kwa sababu ya giza ya maisha wanayopitia. Watu wengi ukosa njia ya kuendelea kwa sababu ya jinsi mambo yanavyoenda kwa maisha yao. Giza imewafunika, hawaoni wataelekea wapi. Hata Biblia siri, mtoto wa Mungu, kuna wakati giza ukuja, simu zote za wale ambao unajua zinazimwa. Unajaribu kupiga hii haipiti, unajaribu kupiga hii haipiti, unajaribu kupiga hii haipiti. Ukipigia mtu naye anakuambia shida zake, uko kwa giza. Lakini leo nimekuja kukutangazia kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Inamaanisha nini? Mahali wengine walishindwa, utaweza wewe. Mahali wengine walienda chini, utaenda juu wewe. Mahali wengine walianguka, utasimama. Amen. Oh. Biblia inasema ya kwamba wakati, ni kwa kitabu cha Ayubu, ya kwamba wakati watakaposema kuna kwenda chini, watakatifu watasema kuna kwenda juu. Na watakaposema kuna kushindwa, watakatifu watasema kuna kuweza. Leo nimekuja kutangaza, mtoto wa Mungu, mahali wengine walishindwa utaweza. Amen. Mahali wengine hawakufanikiwa utafanikiwa. Mahali wengine waligonga na hapakufunguka, presence yako itafungua. Mahali wengine walijaribu na ikawa magumu, wewe utafungua. Matendo ya Mitume sura yake 12, twende kwa somo ya leo. Bali tumesoma ni introduction ya somo yetu ya kila siku, lakini kila siku tutakuwa na case study moja. Leo tunaenda na Matendo ya Mitume sura 12. Natangaza kwa maisha yako, hautakufa vile wengine wanafariki. Nasema hautakufa vile wengine wanafariki. Hautaisha kama cockroach. Soma baba, toka mstari wa kwanza. Katika siku zile mfalme Herode alinyosha mikono yake kutendea mabaya watu. Alinyosha mikono yake kutesa kanisa. Wa kanisa. Aha. Akaua Yakobo. Sikiza. Yakobo aliyeuawa alikuwa huyu Yakobo ambaye alikuwa anatembea na Yesu Kristo. Walikuwa wanatembea wanafunzi watatu karibu ya Yesu Kristo. Palikuwa Yakobo, Yohana na nani? Na Petro. Tuko pamoja? Yakobo, Yohana na Petro. Kwa hivyo alijua ya kwamba hawa watatu ndio nguzo tatu. Ukitaka kupika nyumbani, Bwana asifiwe. Kama tuko pamoja, nifanyie mkono nikuone. Asante. Ukitaka kupika chakula nyumbani, unawekaga mawe tatu. Si ndio? Mawe tatu ili kwamba sufuria isimame vizuri, alafu unaweka kuni. Ukitoa mawe moja, sufuria haiwezi kusimama. Halo. Kwa hivyo Herode alijua ya kwamba Yakobo, Yohana na Petro ndio mawe tatu Mungu alikuwa ameandaa ili kwamba kanisa ipate balance kwake, na akaamua kunyosha mikono yake kutesa kanisa. Natangaza leo, yeyote yule ambaye aliandaliwa kutesa kanisa, hata kutesa wewe. Nasema hata kutesa wewe. Nasema hata kutesa wewe, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Wanaweza tesa wengine, lakini ikifika kwako hautateseka. Biblia inasema akaamua kutesa kanisa. Kwa hivyo akachukua Yakobo, mmoja wa pillars, akamuua. Na alimuua namna gani? Yakobo alitupwa juu ya mlima mrefu,
akapasuka chini mbele ya macho ya watu. Na alipopasuka chini, endelea tusikie ikawa nini? Na kwa sababu aliona ya kama neno hili lilipendeza Wayahudi, kwa sababu aliona ya kwamba kifo cha Yakobo kimefurahisha Wayahudi. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu, kuna watu hufurahia mateso yako. Kuna watu hufurahi wakati yenyewe wewe uko katika shida. Leo ninawatangazia wataona aibu, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Nasema waliokuwa wakifurahia mateso yako wataaibika, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Patia jirani yako high five, mwambie yangu ni tofauti. Angalia mwingine, mwambie yangu ni tofauti. Patia Jehova makofi mazuri. Waliofurahia mateso yako wataaibika baada ya leo. Waliofurahia kuanguka kwako wataaibika baada ya leo, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Alipoona wamefurahi kwa kifo cha Yakobo, ni nani huyu anafurahia kifo cha mwingine? Natangaza yeyote ambaye alifanya kiapo ya kwamba hauwezi kuendelea akiwa hai, basi atakufa ili uendelee. Nasema atakufa ili uendelee, na sio wewe unamuua, ni kiapo yake inamuua, kwa sababu aliapa kwa mtu ambaye kesi yake ni tofauti. Aliapia mtu ambaye kesi yake sema kesi yangu ni tofauti. Haleluya. Endelea baba. Akaendelea kukamata Petro vile vile. Akaona wamefurahi, akashika Petro. Zilikuwa siku za mikate pasipo chachu. Ilikuwa siku za Pasaka. Na wakati alipokwisha kumkamata, akamweka katika kifungo, akamtia katika mikono ya askari wane. Ngojea pale baba. Niulize swali, watoto wa Mungu. Unajua adui yako iko na shida moja kwa hii dunia. Na shida ya adui yako ni kwamba hajui mathematics. Hesabu hajui. Jamani, baba Mose, kuja. Nimekuwa nikikutafuta. Na nimekutafuta juu chini, nikiwa na hasira. Na patano yangu ni kwamba nitakapokuona nitakumaliza. Alafu ninafanyikiwa, ninakushika. Sio kwamba tunataka kupigana, lakini nimekushika na nimekushinda nguvu. Alafu nikisha kukushika, kabla nifikirie mengine, ninasema eti nitamuweka jela, nitamuua kesho. Kama sina uwezo ya kumuua saizi, ya kesho nitatoa wapi? Natangazia adui zako, ikiwa hawakukuua kabla haujaokoka, hawatakuua katika Kristo. Ikiwa hawakukumaliza kabla haujapokea Kristo katika wokovu, hawatakumaliza. Kama unaamini sema haleluya. Kesi yangu ni tofauti. Akashika Petro, baada ya muue hiyo dakika amemshika, akamwambia nitakuweka jela, nitakuua kesho. Umekosa calculations, umeshindwa kwa mathematics. Kama unataka kuua, ua saizi. Lakini kama hauna nguvu ya kuua saizi, hata kesho hautaua, kwa sababu aliyekunyima na mamlaka leo atakunyima mamlaka kesho. Aliyekunyima uweza jana hatakuruhusu leo. Huyo Mungu aliyekuchunga jana atakuchunga leo. Angalia jirani yako, mwambie kesi yangu ni tofauti. Tikisa jirani yako, mwambie yangu ni tofauti. Hallelujah. God bless you, man of God. Endelea. Basi Petro alilindwa katika kifungo, lakini kanisa walimuombea kwa Mungu pasipo kuchoka. Kanisa ikamwombea. Sasa nikwambia siri, mtoto wa Mungu, kuna wakati waombaji uomba, lakini hawaombi wanatarajia muujiza. Wanaomba tu kwa sababu kuomba, tumesema ombeni bila kukoma. Waliomba wakijua ya kwamba Yakobo alitupwa kwa mlima. Nafikiri maombi yao ukisoma chini ndio unaelewa. Nafikiri maombi yao ilikuwa Mungu usaidie kama Petro atauawa, au wawe heshima jamani. Mungu na heshima, wasimtupe kwa mlima jamani. Kwa sababu ni nini inafanya ninasema hiyo? Wakati Mungu alionekania Petro, wao ndio walikuwa wa kwanza kudoubt. Inamaanisha hawakuwa wanaomba Petro afunguliwe. Walikuwa wanaomba tu Mungu afanye mapenzi yake. Kuna wakati mtoto wa Mungu unaenda kuombea mtu,
Unafika unataka kumwombea, unasikia vile huyo mtu anakaa na vile huyo mtu unapumua, unaona tu huyu ni safari ya mwisho hii. Ndio unaanza jifanyisha philosophy. Baba, mapenzi yako kama ni kumpumzisha mtumishi wako. Unaogopa kuomba uponyaji. Imani yako inashindwa, lakini huko naona. Leo nimekuja kukutangazia, hata kama wenye wanakuombea wamefika mwisho, wanaona ni kama hautaponyoka, ninatangaza kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Hata kama wamefika mahali wanaanza kuomba philosophical prayers, natangaza kesi yako ni tofauti. Mbingu zitashangaza hata waombaji. Biblia inasema kanisa ikaanza kumwombea. Unaweza keti mtumishi wa Mungu. Na wakati kanisa ilianza kumwombea, Biblia inasema usiku huo, haleluya, usiku huo ambao kesho yake atauawa Petro, kitu ikafanyika. Kama saa 6 za usiku, Petro analala. Sikiza Biblia siri, mtoto wa Mungu. Kuna watu ambao wako wanapata neema ya kufunguliwa kwa maisha yao kwa sababu ya maombi ya wengine. Na kuna wale ambao wanapata neema ya kufunguliwa kwa sababu ni waombaji. Kuna mtu ambaye alikuwa jela kama Petro, anaitwa Paulo na Sila. Biblia inasema usiku wa manane wakaanza kuimba nyimbo za sifa na za tenzi. Na hapo milango ya gereza ikafunguka kupitia utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Paulo alijua ya kwamba tumepewa funguo za kufungua kila kitu. Lakini Petro na yeye ndiye mwenye alikuwa ambassador mwenye Mungu. Yesu aliambiaga nimekupea funguo. Inafika usiku wa manane kinalala. Kanisa wasingeliomba, Petro alikuwa anakufa kesho. Halo? Uliza mwenzako, muulize, unaishi kwa maombi yako ama maombi ya wengine? Kuna watu ambao wana survive kwa maombi ya watu wengine. Nimepona. Asante Mungu, mke wangu ni muombaji. Mke wangu atakuwa anakuombea kila siku. Nimepona, asante Mungu. Unajua dadangu anaendaka kanisa. Mtoto wa Mungu, kutoka leo anza kuomba, ili kwamba ubadilishe kesi yako. Nasema anza kuomba ili ubadilishe kesi yako. Kama unanisikia sema amen. Unajua tukisema tu kuomba, mara moja roho yako inafunga. Unaanza jiuliza, sasa hiyo ni nini? Hakuna muujiza bila maombi. Kama unanisikia sema amen. Na ndio kwa maana unakuta wengi wetu tuko Wakristo wa Sunday peke yake. Ikifika Tuesday ibada ya jioni hauko. Ikifika Friday hauko. Sunday peke yake ndio unaonekana. Mnakuaga wapi? Leo nakuja kukutangazia kama mtumishi wa Mungu, amuka uanze kuomba. Tikisa jirani yako, mwambie wewe ndio unaambia. Haleluya. Petro analala. Imagine jamaa wamemweka kwa jela na kesho watamuua, lakini anapata usingizi. Unaweza lala wewe? Kama panya ikipita kwa rofu yako, unafanyaga siku 2 ya ulale. Panya ilipita tu 2 days, hakuna usingizi. Lakini Petro anajua kesho asubuhi watanikata kichwa. Halo? Lakini anafanya nini? Analala jela. Watoto wa Mungu, tuheshimiane. Ngazi zinapishana. Petro anaenda nonea hata jela. Mnamweka jela ananona. Hangaiki na jela. Analala. Anangoja kesho Herode amuue. Petro anajua kitu moja. Ninaye mhubiri aliuawa na huyo Herode. Na baada ya siku 3 akarudi. Ana uwezo ya kuniepusha na kifo. Halo? Angalia jirani yako, mwambie kesi yako ni tofauti. Petro tena anajua. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4, kuna siku waliwashika wakawaweka jela na ibada ilikuwa inaendelea na ni Petro alikuwa ahubiri. Na ibada inaendelea, praise and worship imepamba moto na kila kitu imeshika, wanangojea mhubiri. Mhubiri iko jela.
Wakati tu alisema tukaribisha mhubiri, wakashangaa Petro anatokezea. Akasimama hapo akaanza kuhubiri. Wakaenda wakaambia wakuu na makuhani ya kwamba huyo mtu ambaye tumeweka jela yuko kanisani akihubiri. Wakaenda uliza wanajela, mlimfunga ndani? Wakasema ndio. Watch ndio. Alipita wapi hatujui, lakini ameonekana kanisani. Alikuwa anapasua ukuta, anatokezea, anaenda anahubiri. Sasa Petro alikuwa anajua hawezi kuniua kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Siko hiyo aina ya watu ambao mnauaua kiolela. Mimi siko aina ya watu ambao mnawekea sumu na wanafariki. Mimi siko aina ya watu ambao mnatungia uongo, mnapeleka kotini na mnanimaliza. Kesi yangu ni tofauti. Nimekuja kutangazia mtoto wa Mungu anayesikia sauti yangu leo, chochote kinachosimama mbele yako kama mlima wa shida, kesi yako ni tofauti. Mbingu itabadilisha, mbingu itabomoa, mbingu itavunja kwa sababu kesi yako. Haleluya. Nasema haleluya. Petro akasinzia. Na Biblia inasema usiku wa manane malaika wa Bwana akaja akamgonga kwa mbavu, akamwambia Petro, amka. Na Petro akaamuka. Akamwambia nimetumwa kuja kukutoa jela. Petro akamwambia Malaika akamwambia vaa viatu yako. Kwa nini malaika akuvalisha Petro viatu? Mtoto wa Mungu, kwa nini? Kuna vitu ambavyo mbingu zitakufanyia na kuna vitu wewe utajifanyia. Halo? Unakaa nyumbani mchana mzima, kwa imani nitapata chakula. Kwa imani chakula inakuja. Utakufa hapo na imani. Utangoja hiyo imani yako mpaka wakati imani yako itakuwa ndio kisu ya kukuua. Kwa imani ninaona chakula inakuja. Mtoto wa Mungu, amuka, tafuta kazi. Kama unasikia sema nasikia. Amuka, tafuta kibarua. Kwa imani Mungu afanyikishe kazi ya mikono yako. Kwa imani Mungu aprovide kwa njia mahali unaelekea. Kwa imani Mungu akukutanishe na watu. Utakutanaje na watu ambao watakupatia mafanikio ya maisha yako kama hata hautembei? Unakaa tu kwa kitanda, inafika saa 4 za asubuhi, umeamuka by faith. Utangoja by faith na utakufa by faith. Petro, nimekuamusha lakini jivike viatu. Hatutakuvika viatu. Na unajua hiyo viatu vilikuwa vya kutembea kwa desert, vilikuwa vinanuka. Jivike viatu yako. Halo? Sasa jirani yako mwambie kuna kile utajifanyia mwenyewe. Kuna vitu utajitendea mwenyewe, mtoto wa Mungu. Hata kungojea kila kitu, ninajua Mungu anatenda. Mungu anatenda. Baada ya kujua Mungu anatenda, atakufanyikisha wewe mwenyewe na wewe usonge mbele. Nani alikudanganya kama Mungu anatenda maana atenda chumbia msichana mwenye utaoa? Sungojee sasa Mungu aende. On behalf of Gilson, nimekuja kukuambia mpende. Hakuna siku Mungu atakukatia. Utaamuka, uoge, ujipake mafuta, ujiwekeleka perfume kazuri, alafu uende na kasmile. Hiyo ni kazi yako. Na mistari ni yako. Kuingiza box ndio ya Mungu. Watoto wa Mungu, Mungu awaamushe leo. Vaa viatu yako. Haleluya. Nasema vaa nini? Kutafuta kazi ni wewe, na kupewa kazi ni Mungu. Kuwa na CV yenye haijamwagiwa mafuta ya chips ni wewe. Unakuja na CV, unapeleka kwa kama sijui ni DG ama nani, unampelekea, wakiangalia inajaa mafuta, anakuuliza hii mafuta ni nini? Pastor wangu ameanoint. Wewe na pastor wako mnakosa kazi. Ambia pastor wako asikuwa anamwagia CV mafuta au anakunyoshea mikono. Unabeba CV yenyewe ni safi. Unaandika CV kwa pepe na kaa hivi.
Kisha unasema kwa imani, by faith. By faith hiyo pepa haitanyooka. Kama unanisikia sema nasikia. Kuvaa viatu ni wewe. Petro, nimekuamsha na kukutoa jela ni mimi, lakini kuvaa viatu ni wewe. Leo nimekuja kutangazia watoto wa Mungu, amkeni, acheni uvivu. Acha kufunika uvivu na utakatifu. Ni tofauti. There is a very big difference between laziness and holiness. Sisi ni watakatifu. Tunamngojea Bwana. Government haiko na kutafutia kitu. Fanya kazi. Na ndio unakutana wengi kazi yao kila siku ni kujiuliza, hii gava itatufanyiaga nini? Haitakufanyiaga kitu. Amuka na uanze kujiuliza, tutafanyia hii gava nini? Watu wenye wanaendelea ni wenye wanajiuliza watafanyia nchi yao nini. Sio wenye wanajiuliza nchi yao itawafanyia nini. Kila siku serikali tusaidie. Halo. Petro alipoamuka, Biblia inasema malaika wa Bwana akamwambia njia iko wazi. Akaanza kusonga. Alipofika kwa mlango ya kwanza, iliponusa Petro ikafunguka. Haleluya. Natangaza mahali wengine walikwama, wewe kupafunguke leo. Mahali wengine waligonga mwamba, ukifika hapo mwamba utoe maji. Mahali wengine waligonga mlima, ukifika hapo mlima upasue njia. Kama unaamini sema haleluya. Angalia jirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Petro akaondoka, na katika kuondoka ya Petro kitu ikafanyika. Biblia inasema alipovuka geti zote mpaka ya shaba, alipofika nje malaika akamwacha. Ndio Petro akagundua kumbe siko kwa ndoto. Kuna wengine wako hapa wanafikiria muujiza yao ni ndoto. Mungu akufanyie muujiza wakati utaamuka ugundua haukukuwa kwa ndoto. Amen. Na Petro alipoondoka, alipofika nje, akaenda mahali alijua ndugu zake walikuwa wanaombea. Alipopiga hodi, wale waombaji wenye wako ndani wakaulizana, ni nani yuko kwa mlango? Yawezekana Herode amegundua ya kwamba tena tuko hapa tunaomba, sasa anataka kuongeza mwenyewe atauawa na Petro. So muangalie ukimya. Wakanyamaza. Alafu mama mmoja anaitwa Roda akaenda akachungulia kwa mlango, akauliza ni nani? Petro akasema ni mimi Petro. Roda akarudi akawaambia maombi yetu yamejibiwa, Petro amefunguliwa. Wale wenye walikuwa wanaomba wakamwambia uongo yako, Petro hawezi toka kwa hiyo jela. Wewe unajua hiyo jela iko na milango ngapi? Sasa ulikuwa unaombea nini? Kama hautarajii muujiza unaombeaga nini? Kama hautarajii Mungu kukutendea unakuja kufanya nini kanisani? Na ndio vile ninaonaga wengi tukiwa kwa ibada, unajiuliza kama huyu alikosa mahali ya kukatia kucha. Halo, kama nimelikata alikuja kutafuta. Wakiomba wengine wako haleluya haleluya. Habari yako Roho Mtakatifu ambaye anazunguka akitazama. Ni kama wewe ndio tunakujaga kuabudu hapa. Wengi wanaomba na hawataki muujiza. Muujiza ukifanyika Illuminati. Hey, niliwaambia basi. Mimi ni unaona vile anafanyaga vidole vyake. Mimi ninajua mdawat. Aliombea huyo mtu na huyo mtu akapona mara moja. Sasa unakuja kufanya nini kanisani? Tutapataje kupona tusipokubali nguvu za damu? Tutapataje kupona tusipokubali imani katika Kristo? Tutapataje kupona tusipokubali ya kwamba aliyekufa na kufufuka ana uwezo kutufufua?
Leo nimekuja kukutangazia mtoto wa Mungu, unapoomba amini kuna majibu, na majibu yako yanapoachiliwa uamini yatakuwa ya utofauti na vile wengine wanafikiria, kwa sababu kesi yako. Haleluya, amen. Petro akasimama hivi. Kilichofanya Petro anatoka ndani ya hiyo jela, kwa sababu walimfananisha na Yakobo. Walifikiri kwa sababu wana uwezo wa kuua Yakobo, wana uwezo ya kuua Petro. Kumbe huyo anaitwa Yakobo, huyu anaitwa Petro. Watoto wa Mungu, sisi ni tofauti. Venye vitapiga wengine havitatupiga sisi, venye vitamaliza wengine havitatumaliza sisi. Tunaweza kuwa tunatembea pamoja, lakini mwito wetu ni tofauti. Hatutamalizika vile wanafikiria. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Tunaweza kuwa tunatembea pamoja, lakini sisi sio wamoja. Wengine wanaweza kuwa sote tuko kwa huduma, lakini tuliitwa utofauti. Wengine wanaweza kuwa, mwingine anakuambia mimi sijui sasa ni nini inanifikia, mambo ni magumu. Mambo ni magumu kwako, mimi hayajakuwa magumu kwangu, kwa sababu huyo Mungu ambaye aliniita utofauti na wewe, na vile tunatembea na yeye ni utofauti na vile unatembea na yeye. Ninakuja kukutangazia kesi yako ibadilishwe leo. Nasema kesi yako ibadilishwe leo. Nasema kesi yako ibadilishwe leo. Watu wamefikiria utaisha kama watu wa familia yako, hautaisha kama wao. Kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Niliwaambia mtu alikuja kwangu, akaniambia pastor, niko na shida moja peke yake. Nikamuuliza nini? Akaniambia kwa familia yetu, mtu akifikisha miaka 49 anakufa. Na mimi ndiye niko na miaka 48. Manake mimi ndiye mzee kwa familia. Pastor, mimi ndiye nitakufa. Mimi ndiye next. Nikamwangalia kwa uso, nikamwambia, ndugu yangu, siku utaeneza miaka 58 kuja unitafute. Alo, mwaka uliopita, mwaka jana, alisherehekea miaka 58. Akanipigia simu akaniambia, pastor, miaka 10 iliyopita uliniambia nitakapoeneza miaka 58 nikutafute, ninakutafuta. Nikamwambia endelea kunitafuta. Alo, na ataeneza 70, na ataeneza 80, na ataeneza zenye anataka, kwa sababu kesi yake ni tofauti. Vile watu wa familia yako ufa, hautakufa vile. Vile watu wa familia yako umalizika, hautamalizika vile. Vile watu wa kwenu umalizika, hautamalizika vile. Kama unaamini, inua mikono yako useme haleluya. Kansa yenye inauaga watu wa kwenu haitakuua. Diabetes yenye inauaga watu wa kwenu haitakuua. Nasema hiyo mioyo, upigaji wa mioyo yenye umaliza watu wa familia yako haitakumaliza. Natangaza leo, any chronic disease ambayo iko inakani kama itakufuata kutoka ukoo wako, baada ya ibada ya leo ivunjike kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu kesi yako, kwa sababu kesi yako ni tofauti, kwa sababu kesi yako. Haleluya, haleluya. Nimekuja kutangazia watoto wa Mungu ya kwamba aliyenituma na somo hili aliniambia kwa muda huu tutabadilisha makesi. Nasema tutabadilisha makesi. Nasema tutabadilisha makesi. Wengine wenye walifikiria wamefika mwisho, wataanza upya. Wengine wenye walifikiria wamemalizika, wataanza tena. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Tuko kwa ibada kwa kanisa fulani. Mmoja wetu tulikuwa na wao, na ibada ikiwa inaendelea, nikaona ndugu anakaa kwa mkutano. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Nikamsimamisha. Nilipomsimamisha, Bwana alikuwa na unabii wake kwa sababu ya transfer ambayo alikuwa amepewa transfers mpaka familia yake waemoni tena. Naamini mnakumbuka sasa. Na hiyo transfer yake ilikuwa imemsumbua. Kila mara anakuwa transferred. Kila mahali, familia haina wakati na yeye. Na nikamsimamisha, nikamwambia vitu viwili. Ya kwanza, nimeona unavaa uniform ya serikali. Wewe unafanya kazi gani? Akasema yeye ni polisi. Na ya pili, umekuwa ukikuwa transferred sana. Kwa sababu ya hizo transfer zako, Bwana anasema anaenda kukuposition in one place, ili kwamba familia yako pia ienjoy
time na wewe. Na hiyo wiki wakamtoa mahali alikuwa Mombasa, wakamrudisha Nairobi, akakaa na familia. Kwa sababu ya furaha hiyo, akaja kunitafuta akaniambia, na niko na shida ingine. Nikamwambia gani? Akasema niko na shida ya sukari. Alo, nikamwambia wende kwa daktari wako baada ya maombi haya, kwa sababu sukari hiyo haitatajwa tena. Haleluya. Tukaomba Mungu na Mungu akasikia. Baada ya muda, siku moja nikaalikwa kwa nyumba yao, na nilipoingia kwa nyumba yao ninakaa, tunataka kunywa chai, nikaona anaweka sukari. Alafu ndio nikamwangalia nikamwambia, unaweka sukari? Akaniambia, I did not tell you. The doctors told me that sijawahi kuwa na diabetes. Angalia jirani yako mwambie kesi yako ni tofauti. Angalia jirani mwambie sijui yako lakini yangu mimi ni tofauti. Patia huyu Bwana makofi mazuri. Shangilia huyu Jehova vizuri. Mshangilia huyu Bwana vizuri kwa sababu kesi yangu mimi ni tofauti. Biblia inasema Petro akatoka jela, na Petro alipotoka jela akasimama mbele ya mlango. Roda akaambia waombaji, hiyo mtu ambaye anaongea hapo ana sauti ya Petro. Wakamwambia hawezi kuwa Petro, huyo ni mzimu yake. Akawaambia sijui ni mzimu ama ni nani, lakini ni Petro. Petro alipoona hawa watu, Mungu amenitoa jela lakini wanaweza kunifanya wanishikwe kwa mlango, akaanza gonga hiyo mlango na nguvu. Akasema tufungue tu. Walipofungua wakaona ni Petro. Akawaambia Bwana amejibu maombi yenu. Ndio watu wakashtuka, what? Kumbe ni nini? Petro sio Yuda. Mnaweza kuua Yakobo, mnaweza kuua Yuda, mnaweza kuua wengine, lakini hamtaua Petro, kwa sababu kesi ya Petro ni tofauti. Watu wanaweza kucheza na mambo ya wengine, ikifika kwa yako natangaza kutoka leo hawatacheza na mambo yako. Kesi yako ni tofauti. Wanaweza kuketia promotion za wengine, lakini ikifika kwako hawataiketia kwa sababu kesi yako ni tofauti. Haleluya. Petro akawaambia nyinyi mkae hapa, mimi ninaenda. Akaenda. Na hiyo asubuhi wakati wanafaa kuua Petro, wakati mkubwa alikutana ya kwamba Petro hayuko, wakaua walinzi kwa sababu Petro hayuko. Walinzi mlikosa nani mnachunga? Mnachunga mwenye hachungikaji. Kama kuna mtu alikuwa anatarajia utakufa mwaka huu na kutangazia kama nabii wa Mungu, 2072 tutakuwa tukisherehekea pamoja. Itakuwa happy Father's Day kama hii, tutakuwa bado pamoja. Kesi yangu ni tofauti. Nasema kesi yangu ni tofauti. Sitamalizika kama wanavyotaka. Sitaisha kama wanavyotaka. Sitateseka kama wanavyotaka, kwa sababu matakwa yao na maisha yangu ni tofauti. Haleluya. Watoto wa Mungu, niliwaambia kinachotufanya tunateseka kama wengine ni kwa sababu tunataka kuiga wengine. Tunataka tuwe kama wengine. Tunataka tufanane wengine. Remember one thing, my beloved family. Imitation is limitation. Wakati wowote tunapoanza kuimitate, tunaanza kujilimit. You were born original. Don't die a photocopy. Kuna watu wako wanakufa na bullets na watu wengine. Unakufa na kenye hakikutuma kukuua. Nilikuwa nasoma kitabu kingine siku nyingine. Kifo ilikuwa inapita kwa kijiji fulani. Na wakati kifo alitaka kupita kwa kijiji, wazee wa kijiji wakaenda wakasimamisha kifo. Wakamwambia kifo, tuhurumie leo, utuambie utaua watu ngapi, kwa sababu umeonekana utapita kwa kijiji. Kifo akasema leo mimi nina mpango ya kuua mtu mmoja tu, lakini watu 49 watakufa wakisikia nilipita. Plani yangu ni ya kuua mmoja, but kuko 49 wenye watakufa. Si kwa sababu ni mimi nimewaua, lakini kwa sababu wamesikia nimepita. Na ndivyo Wakristo wengi tuko.
Mambo ambayo tuko tunapatia shetani sio ya shetani. Hata shetani hana chake. By the way, shetani hakuaje kila mahali. Naweza kukuhakikishia kabisa hayuko hapa. Generator ikizimika sio shetani. Ni generator imezimika, maana yake mafuta imeisha ama hawajafanya service. Sio shetani. Hii taa zikiungua sio shetani. Sasa wewe umeshapedia shetani kila kitu. Shetani amepita hapa. Nimesikia shetani tena yuko hapa. Tena nimesikia nguvu za shetani. Siku gani utaanza kusikia za Mungu? Siku gani utaanza kuhisi nguvu za Mungu? Kila kitu unaanza kupea shetani. Tikisa jirani yako mwambie badilisha kesi yako. Tuko katika kukimbia, shetani anatufuata. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu. Hakuna mamlaka yoyote iwezao kulaani yule ambaye Mungu amebariki. Biblia imesema kupitia Abrahamu tumefanywa kuwa wanawake. Sasa hauko wewe chini ya laana, uko chini ya baraka. Hakuna awezaye kukulaani, hakuna awezaye kukubaliza, hakuna awezaye kukupiga, hakuna awezaye kukuangusha, kwa sababu Balama akauliza Balaki, ni nani awezaye kulaani yule ambaye Mungu amemubariki? Ni nani awezaye kutangaza laana juu ya wale ambao Mungu amebariki? Acha kuattribute kila kitu kwa shetani. Kuna vitu vingine unapitia, ni vipimo Mungu anapima imani yako, kuona namna gani unamwamini. Unapotembea, acha kupatia masikio yako mambo yasiyofaa. Eti kuna mtu ametangaza laana, unaanza kumtafuta mpaka muulize, "Ulina laani kwa nini?" Laani. Wewe unajua laana ngapi ziko kwa hewa zikitafuta action? Lakini haziwezi kunishika kwa sababu ya kitu moja, kesi yangu. Wewe unajua watu wangapi kwa ushago yako wako wanabeba jina yako kwa waganga, lakini haukui kitu na haupatikani. Kazi yako kwenda kutafuta waganga, uulize waganga wote wakuje niulize, nani iko na jina yangu? Nani iko na jina yangu? Nani amepewa jina yangu? Utakufa kabla muda haijafika. Sikiza jirani yako mwambie, tulia. Kesi yako ni tofauti. Sijasema divine, nimesema utulie. Nimesema utulie, kesi yako. Haleluya. Haleluya. Ndio kwa maana ninapotembea, mtoto wa Mungu, ninatembea nikijiringa kidogo. Unajua kuna wakati natembea yako nafikiria udongo ndio itaanza kutoka chini. Nasikia raha. Mfuko haina hata ndururu, lakini moyo unajaa nguvu. Nasikia tu furaha. Kwa sababu mimi siishi kwa kile kenye kiko kwa mfuko. Ni kenye kiko kwa mfuko kinaishi kwa sababu yangu. Ninatembea na furaha. Ninasikia raha. Na nikitembea tukikutana na wewe na kupea smile ya 2000 na sina 20 baba. Nasikia raha kwa sababu ninajua baada ya hii yote kesi yangu ni tofauti. Sitakufa vile wanafikiria. Sitaisha mahali wanatarajia. Mifuko yangu haitabaki hivyo ilivyo, kwa sababu yeye achungae ni yeye atoaye. Mungu atakulinda na mabaya yote ili kwamba ufe maskini kweli. Atakulinda na mabaya yote. Ndio Daudi anaandika, anasema anayelinda Israeli na wewe kadhalika. Atakulinda uingiapo na utokapo. Atakulinda na mabaya yote siku zote za maisha yako. Je, Mungu anaweza kukulinda na mabaya yote ili kwamba kuacha uwe maskini? Nimekuja kukutangazia mtoto wa Mungu, hautabaki maskini milele. Nasema hautabaki maskini. Kesi yako ni tofauti. Ndio kwa maana watoto wa Mungu, wakati tunafanya kazi na watu, ama wakati tuko na watu wanatufanyia kazi kwa nyumba, ama tuko na watu wanatusaidia kazi kwa ofisi, tafadhali treat watu na heshima, kwa sababu kesi zao ni tofauti. Kuna wale ambao wanaweza kukufanyia kazi leo, kesho wakuandike kazi. Nafikiri wakati Yusufu aliuliza, Potifa yuko wapi? Potifa, kutoka leo kila asubuhi 6 wewe unapita mbele yangu unasema niko hapa. Nataka tu imagine. Hello? Huyu ndiye Potifa alikuwa ameandika Yusufu kazi. Na siku alisemea Yusufu uongo, evidence ya nguo ikafanya Potifa na mtupa jela. Najua Potifa alikuwa anasema mimi na mke wangu tumepata magumu. Kwa sababu sasa mwenye tulitupa jela ndiye mkubwa wetu wa kazi.
Kuna watu wengi hapa ambao wako na hiyo magumu. Ukipata tu neema ya kuandika mtu kazi, unamwonyesha kweli umemwandika kazi. Unamkanyagia, unamfinya. Niko naona hata saa zingine tunaingia kanisani, unatembea kwa hii compound, unakutana karatasi imetupwa, unaipita. Si kuna wale wameandikwa kwa kuokota makaratasi. Hey, Mrs. Boss. Hata kwa nyumba ya Mungu. Tafadhali. Kuko watu ambao kikombe ikivunjika anatika. Angalia jirani yako mwambie sio wewe. Ikivunjika ni thermos anatika. Ikipotea kijiko anatika. Jamani, unanipeaga mshahara ya shilingi hata nisema hata 10,000. Tena unatiki thermos ya 2,000. Jamani, nitaishi namna gani? Tikisa jirani yako mwambie, badilisha kesi yangu bwana. Watoto wa Mungu. Ukipata nafasi ya kuandika mtu kazi, ama iwe ni ofisi, ama iwe ni nyumba, patia watu haki ya uhuru, ili kwamba kesho Mungu akumbuke kazi yako, Mungu akumbuke nyumba yako, Mungu akumbuke biashara yako. Acha kufanya watumwa, kwa sababu kesho wanaweza kuandikwa wa kuongoza. Hii dunia hii, usifikirie tumefika. Hatujafika. Angalia jirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Angalia mwingine mwambie kesi yangu ni tofauti. Sio unaona sasa, can I talk to my sisters in the house? Kina dada zangu kwa nyumba, niweza ongea na nyinyi kidogo? Hiyo mtindo ya kuingia jikoni hivi. Umepika? Unajifanya ni kama hata wewe haujawahi piga kwa maisha yako. Kucha hizi. Umepika? Kwa nini hii na maji hivi? Wewe, badilika kwa jina la Yesu. Badilika kwa jina la Yesu. Hata huyo mwenye anaona anapita, naye anapumua hiyo pumzi unapumua. Ni kama wewe unampea pumzi. Unapita? Unagusa chakula. Ina maji? Mungu akuokoe. Wale ambao tutatreat vizuri, kesho watatutreat vizuri. Wale ambao tutachunga vizuri, kesho watatuchunga vizuri. Hali yangu ya saizi isikufanye unidharau. Kesho atakaponikumbuka utanihitaji. Kesho atakaponiinua utanitafuta wewe. Kwa nchi yangu mahali nimetoka, in 1994 vita ikaja. Na vita ilipokuja, tukapokea watu kama refugees. Na tulipokea refugees kwa nchi yetu, na walipokuja kwetu mambo yakafanyika. Acha niongee ile Roho Mtakatifu nataka niwaambie leo kanisa. Watu walipopokelewa kwetu kama refugees, mambo yakafanyika. Wengine walikimbia na mattress, wengine walikimbia na vitu kama radio nini. Kwa sababu ya mateso, sisi wakaaji tukaanza kuvinunua. Unaenda wanakuuzia mattress bei chini tu ili kwamba wapate chakula. Wanakuuzia radio ili kwamba wapate chakula. Wakaanza kuuza vitu, na mateso yao ikawa inaonekana hawa ni marefugee, wanakaa kwa kambi. Halo? Baada ya mateso ya kufikiria ni marefugees, siku moja mahali inaitwa Nguba, palikuwa na kikao ya wachungaji, na mama yangu alikuwa mmoja wa hiyo kikao na wale wachungaji ambao walikuwa hapo. Naamini hata baba yangu akiwa alikuwa mmoja wao. Walikuwa kwa hiyo kikao, na akaja mtu mmoja anabeba gunia akiomba. Anaongea Kiswahili kama ya Kinyarwanda, nisaidie. Alikuwa Mhutu, nisaidie. Na akaja karibu ya mmoja wa wachungaji ambaye pia alikuwa mkubwa katika serikali, na alipomkaribia akamwambia nisaidie. Ni kama hiyo neno nisaidie ilikuwa ni matusi. Alimshika hivi, alimtikisa hivi, na huyo mtu alikuwa mnono. Huyo mchungaji alimtikisa hivi,
Akamwambia, kijana, uko mjinga sana wewe. Jiangalie vile uko na unakuja tu katikati yetu, bali tunasimama watu unaona vile tunakaa. Unakuja hapa eti nisaidie. Toka. Mama yangu akamwambia, mchungaji, sikuwa natarajia utareact hivyo. Huyu ndugu hajatutusi. Iko na njaa ndio maana nao. Mama mchungaji, hapana. Usimtetee. Hao watu hawana manners. Hawana tabia. Mama wakasonga kando, wakatoa pesa kidogo, walikuwa wanakuambia, baba pole wende. Yule baba akaenda. Baada ya miezi 3 vita ikaanguka Kongo. Wale wenye walikuwa na magunia, kumbi wote ni generals, wakavaa uniform, wakachukua silaha. Huyo ndugu akarudi kwenda kuuliza, mnaweza kunisaidia mnionyeshe watu wawili? Huyo mama mwenye alinipeaga pesa nataka kumsaidia, na huyo baba mwenye aliniambiaga sina maana. Sasa walificha baba chini ya kitanda ndogo na tumbo kubwa hivi, hatoshei. Kutoka hapo ni kukimbia na akapotea. Aliishi maisha ya kukimbia kama refugee kwa nchi yake, kwa sababu ya kitu kidogo aliyoifanya, kutusi mtu asiyemjua. Angalia jirani yako, mwambie haunijui, ni treat vizuri. Mtoto wa Mungu akikupea neema ya kuwa juu ya mwingine, haijakuambia umtese, haijakuambia umuonee, haijakuambia umkanyage. Ni neema tu Mungu amekupea ya kujitengenezea njia, ili kwamba kesho atakapoinua huyo asikusahau. Hawezi sema amen kwa sababu una mpango ya kulipisha vijiko. Nasema atakusaidia. Haleluya. Kesi za watu ni tofauti. Usifikirie watu wote wataishi maisha ya mateso. Usifikirie watu wote wataishi maisha ya chini. Usifikirie watu wote wataishi maisha ya hofu. Kuna wale ambao Mungu atabadilisha. Na wale ambao Mungu atabadilisha, natangaza leo Mungu abadilishe maisha yako. Nasema Mungu abadilishe historia yako. Nasema Mungu abadilishe historia yako. Nasema Mungu abadilishe historia yako. Mahali huko hautabaki hapo. Bali walifikiria utagonga mwamba, hautagonga mwamba. Mahali walitarajia umeisha, hautaisha. Waliojua ya kwamba umeanza kwenda chini, kesho wakuheshimu tena. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Mahali wengine walifikiria umeisha, utaanza. Dada yangu sikiza nikwambie siri, kaka yangu sikiza nikwambie siri. Nyumba mahali unaishi saa hizi haijamaanisha hapo ndipo mahali utakufia. Tulikuwa tunaishi kwa self confused. Unajua self confused. Unatoka sitting room unaingia kwa choo. Hawendi mbali. Ukitoka kwa choo bafu tu iko hapa. Na hii bafu iko kama miezi 3 haitoi maji. Imekauka, hata kitoa maji itakuchafua. Tulikuwa tunaishi wakati mwingine. Kwa nyumba zingine unakaa hivi, mnachangiana choo nyote. Mnapangaga laini. Na kando kako hapa hivi. Ni mimi nilikuja mbele yako, ni mimi. Ingia. Lakini Mungu akatutoa huko. Amen. Ikiwa uko hapo saa hizi mtoto wa Mungu, hauko hapo kufa. Uko hapo kujenga ushuhuda. Baada ya hiyo kuna ushuhuda inakuja. Kesi yako ni tofauti. Mbingu zitakubadilisha. Mbingu zitakukumbuka. Usife moyo, usikate tamaa, usichoke na maisha. Mbingu inakuchua. Kwa hivyo ukikula umena, kula na furaha. Ukipata sukuma, kula na furaha. Siku hizi sikuli sukuma, kwa sababu damu yangu iko na sukuma. Damu yangu inajaa majani. Nilikula bila mpango. Green. Nikikula kanyama saa hizi ninajua ina mix. Kuna balance. Hata kukua jamani. Mtoto wa Mungu.
Mungu kesi yako ni tofauti. Hamtaishia mahali mliko, hamtamalizikia mahali mliko. Hata jirani yako haifa hivi, mwambie hata mimi ananikumbuka. Patia Bwana makofi mazuri, ushangilia Bwana vizuri. Hey! Hey! Niliwaambia kile kinanifanya sikunywi maziwa, si kwa sababu sipendi maziwa, lakini tumbi yangu haizoei maziwa. Nilizoea turungi. Ndio nikiingia kwa my friend Zomoni namwambia watengeneze hiyo yangu. Wote wanajua tu nikaturungi haraka hapo. Na unaona ninakafurahia. Jamani, miaka nyingi ya turungi ilifanya tumbo ikaregister. Huyu ni jamaa wa turungi. Halo. Sasa sikunywangi tena turungi kwa sababu sina maziwa, lakini ninaikunywa ya swag. Ninasikia vizuri, nikikatanika nasikia poa. Natangaza wewe mtoto wa Mungu unayesikia sauti yangu, kesi yako ni tofauti. Hautakufa mahali huko, hautaisha mahali huko, hautamalizikia hapo. Watu wako watajua unatumikiaga Mungu wa kweli. Nasema watu wako watajua unatumikiaga Mungu wa kweli. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Hizi chipsi mwitu, unajua chipsi mwitu? Paka tulikuwa tunajisemesha eti mandazi ya barabara inakuwa tamu kuliko mandazi ya hoteli. Hapana. Ya hoteli ni tamu rafiki yangu. Lakini sasa kama hatuta afford ya hoteli, si tunasifu ya barabara? Tulikuwa tunasifu za barabara kwa sababu ndio zenye tuna afford. Halo. Ni usirimu, tuko wasirimu. Unaweza nunua mahindi kwa barabara imechomwa na unakula tu. Hapana, sio usirimu, ni njaa. Ni njaa. Sio usirimu. Angalia jirani yako, mwambie kesi yangu ni tofauti. Mwambie kesi yangu ni tofauti. Mimi nakumbuka siku nilinunua mtura. Unajua mtura ya barabara. Nikasema waifunge kwa nylon paper, alafu wafunge juu gazeti ili kwamba isipoe. Kwa sababu ikipoa inakuwa mafuta. Isipoe kabla ugali haijaiva. Nikifika niko najua nitaficha nikule pole pole. Kumbi Johnny na Devi waliiona. Wakaanza kuiumia jikoni. Kitambo nikuja kufika mezani ni umenate. Na ndio uliza ndugu zangu. Kama mtapigania mtura, tukinunua nyama, si mtanifungia kwa rumo mwikule? Ilikuwa muda. Kula ni kukulia chini. Eti leo tunaweza kuamka nasema kwa jina la Yesu ninanunua meza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ninanunua hii kwa ajili ya kazi. Hata meza acha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa ajili ya nyumba yako haikukuwa. Sahau kazi ya Mungu. Lakini wakati muda wake ulifika, adui zetu wakitarajia ya kwamba tutamalizika vile wengine umalizika, akabadili historia, akatupatia mwanzo mpya, akatupatia mwelekeo mpya, akaanza kuleta matokeo, akaanza kuleta mafanikio. Sio sababu ya vyeo vya shule, sio kwa sababu ya vyeti ambazo tunabeba, sio kwa sababu uko na PhD ama uko na masters ama uko na inaitwa degree. Haiko juu ya hizo zote, ni kwa sababu kesi yako ilipoandikwa iliandikwa tofauti. Alisema hautamaliza kama vile wengine wanatarajia, hautaisha kama vile wengine wanatarajia. Kama nabii wa Mungu ninasimama ninatangaza, mahali uliko ni mapito tu. Mungu ikuinue tena, Mungu ikubadilishie historia tena, Mungu ikuinue tena, Mungu ikupatie ushuhuda. Kama unaamini sema haleluya. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako kwa dakika moja. Anza kushukuru Mungu kumwambia asante kwa kubadilisha kesi yangu. Asante kwa sababu kesi yangu ni tofauti.
Mwambie asante kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Mwambie kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Mwambie asante Mungu kwa sababu leo tena nimegundua ya kwamba mimi sitakufa kama Yakobo, nitapona kama Petro, kwa sababu kesi yangu ni tofauti. Kesi yangu haitaisha kama vile wanavyotarajia. Madaktari wanaweza kusema, wenye elimu wanaweza kuongea, wajuzi wanaweza kusema, unabii unaweza kutolewa, lakini kesi yangu ni tofauti. Fungua kinywa chako unene na Mungu kwa dakika moja. Mwambie sitaisha kama watu wa familia, sitamalizika kama ukoo wangu, sitamalizika kama watu wangu, sitamalizika kama wanavyofikiria. Una mpango na mimi, una mawazo mema na mimi, unanifikiria mema wewe, unanijua zaidi Bwana, una mwanzo mama, una mipango mema, unanijua Jehova. Ninakupenda Bwana, ninakuinua Jehova, ninakusifu mwamba, uko mwema wewe na fadhili zako ni za milele. Leo siku ya leo natangaza juu ya kesi yangu ya kwamba ni tofauti. Maadui zangu watapata haya watakapokukutana. Jinsi umenikumbuka, jinsi umenibadili, jinsi umeniweka juu, jinsi umenitengeneza, watajua ya kwamba kweli hakika Mungu amenikumbuka, kweli hakika Mungu amenionekania, kweli hakika Mungu ni mwema kwangu. Patia Bwana makofi ukimwambia asante, ukimwambia asante, ukimwambia asante, ukimwambia asante, ukimwambia asante. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante kwa kubadilisha kesi yako. Ambia Bwana asante kwa kuweka utofauti kati ya kesi yako na kesi zingine. Hautakuwa kama wengine, wewe ubarikiwa. Sifa kwa Mungu. Unapoinua hiyo mikono, mtoto wa Mungu, natangaza umebarikiwa. Natangaza umebarikiwa. Wiki hii baraka zikufuate. Wiki hii neema ionekane kwako. Wiki hii neema ionekane kwako. Mikono yako ibarikiwe. Natangaza hautapata shida yoyote, hautakumbana na magumu yoyote. Malaika wa Bwana wapige kambi kwako, wakuzunguke usiku na mchana, wakufuate garini, wakufuate kazini, wakufuate barabarani, wakufuate nyumbani, wakufuate mtaani, wakufuate mahali pote pale. Natangaza leo, mbingu iinue ngazi zako, mbingu ifungue kazi yako, mbingu ikubarikishe, mbingu ikufanikishe, mbingu ikufanikishe. Ufanikiwe mtoto wa Mungu, 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 ufanikiwe mtoto wa Mungu. Baraka zako ziwe nyingi, baraka zako ziwe nyingi. Mahali pote utasimama, wewe na uzao wako upate baraka, wewe na uzao wako upate mafanikio. Hii ni ombi yangu, hii ninaikiri, hii ninaiamini. Itakuwa hivyo sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba, amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, 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 amen.